Jamani, habari za saizi? Habari za Misri? Kwanza wale wote tumefurahi sana kuona tumepokelewa namna hii. Tangu tumeanza kampeni zetu hizi kwenye michuano ya kimataifa, hatujawahi kupata mapokezi ya namna hii ya Kigoma. Na sisi ni watu wenye hizi shughuli za Kigoma. Kwa hiyo hapa ni kama tuko airport ya Julius Nyerere. Tumefurahi sana na asanteni sana kwa support yenu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yetu, kazi ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 4. Niseme tu kwamba sisi hatutakuwa wengi kama wao Al-Masry, lakini kwa udogo wetu tunaweza kupambana na tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tujiandae kuanzia sasa, tuhamasishane kwa wale wengine ambao bado hawajafika hapa. Tarehe 2 tukutane pale uwanjani, tuende kwa udogo wetu huo tukawashangilie wachezaji wetu waweze kupambana, tutimize malengo yetu ya kuvuka hatua hii na kwenda hatua ya nusu finali. Na uzuri ni kwamba tukifanikiwa kumng'oa Al-Masry, tutarudi tena hapa kuja kuhangaika na Zamalek. Juhudi zetu za kumsaidia Simba kuvuka kwenye mechi hii ndio juhudi ya Simba kurudi tena hapa kwenye mechi ya hatua ya nusu finali. Na mnafahamu ya kwamba tumebaki peke yetu hivi sasa. Hii bendera ni Simba Sports pekee ndio ambaye ana haki ya kuitumia hivi sasa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia, tuna kila sababu ya kutamba, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu bendera hii itasimama hapa katika nchi ya Misri na heshima ya Simba itaandikwa hapa katika nchi ya Misri. Nichukue nafasi hii tena kuwapongeza wote ambao mmekuja, lakini kwa kipekee kabisa ni kushukuru balozi na timu yako yote kwa maandalizi na mapokezi mazuri. Tumefika hapa airport, hatujapata changamoto ya aina yeyote. Tumekuta utaratibu mzuri. Baada ya kushuka tu kwenye ndege, tukamkuta balozi akiwa ndani na watu wake, wametupokea na wametupitisha katika njia zote kwa urahisi na kwa haraka kweli kweli. Kwa balozi, kwa niaba ya Simba Sports Club, pokea sana shukrani zetu. Tunashukuru na tujiandae na vita yetu ya tarehe 2. Jamani, asanteni sana. Kila la kheri.